akisikii nyundo. Wewe maisha yako kila siku ni heri jana. Ndio. Anachokifanya anahakikisha maeneo anayoyatumia, cha kwanza ni lango la mashariki. Hii dunia ina malango manne yanayoruhusu wewe ubarikiwe. Kuna malango ya kuingia na kutoka, yako mawili. Lakini kuna malango yanayoratibisha baraka zako, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Wewe ulipozaliwa, nilishasema kati ya haya malango mmoja wao wewe ndio unaokutambulisha, na malaika wako wa kukutambulisha yuko hapa, ambaye anakufanya mibaraka yote iweze kutembea na wewe na majira yote na nyakati zote. Kwa hiyo mazingira yanayotumika ni haya. Namba moja ni mashariki. Ndio maana Yesu alipozaliwa, nyota yake ilionekana upande wa mashariki. Manake ilihusika na Yesu kupitia mashariki. Na mashariki kazi yake ni kuruhusu uzima. Na huo uzima uko kwenye elimu. Ndio maana Yesu alizaliwa kama mwalimu. Kwa hiyo mlango wa mashariki ukifungwa, wewe uwezo wa kuyatambua mazingira ni mgumu sana. Hata uwe profesa, lakini kama mlango huu umefungwa, kusoma kwako hakusaidii. Ndio maana leo jamii kubwa ya waliosoma sana wanaajiriwa na wasiosoma sana. Kumbe kusoma sana sio kwamba una elimu sana. Niliwaambia elimu ziko tatu. Elimu ya kwanza ni muhimu kuliko elimu zingine zote. Elimu ya kwanza ni ile unayozaliwa nayo, ambayo ni natural education, ambayo hiyo ni moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Unaipata wapi? Kwenye lango la mashariki, ambalo lenyewe ndilo litakufundisha jinsi ya kuishi. Ndio maana hata tunaweza kujiuliza, kabla elimu hii haijaja ya madarasani, ni nani aliwafundisha mababu zetu wa zamani kabisa kujua katika udongo huu tunatoa chuma, kujua katika udongo huu au mti huu ni dawa, au jiwe hili lina shiara fulani? Hiyo ni natural education, ambayo wajanja kwa kupitia medani ya adui wakatuondolea elimu hiyo. Kisha tunatangatanga tukifikiri kusoma sana ndiyo kujua sana. Kwa hiyo lango la kwanza ni kukuzuia uwezo wa kiakili, uelewa, ufahamu. Ndio maana ukisoma Zaburi mistari 8-9, hebu soma hapo. Mithali 8:9 inasema hivi: yote umwelea yule afahamuye, yote uelekea mbele yao waliopata maarifa. Namba moja, yote uelea mbele yao waliopata nini? Ufahamu. Ufahamu wa kwanza kabisa unaopata unapotoka tumboni mwa baba na mama yako. Kwanza ukiwa tumboni tu, ndio maana unajiuliza, hivi mtoto mchanga anajuaje huyu sio mama yangu? Mtoto mchanga anajuaje hapa naumwa nilie ili watu wajue mimi naumwa? Hiyo ni natural elimu unayozaliwa nayo. Sawa? Sasa ukishazibiwa huu mlango, wewe unaishi kama siji katuni. Mithali 4:13. Mithali 4:13. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Jamani, mtu yoyote anayetaka kukuharibu wewe,
lazima atumie elimu. Ndio kabisa. Na elimu huwa ina maeneo matatu. Kuna kusikia, kuna kuona, ndio, na kuna kuwaza. Amen. Kwa mfano, wewe ulikuwa na rafiki mzuri sana. Ndio. Nilimchekesha Bosco. Bosco akanambia nimepata eneo fulani. Aliponiambia nikamwambia wewe Bosco, hapo mahali mimi napajua. Ndio. Yaani hapo mahali mimi nilikuwa napiga pombe. Lakini mimi sikuzaliwa kuwa na kunywa pombe. Kuna elimu niliingiziwa. Ndio. Na marafiki. Baada ya muda nikawa mlevi. Ndio. Lakini ile ni nini? Elimu. Elimu iliyoingia kwa kusikia na kwa kuona. Ndio. Sasa watu wengi ni waharibifu au maisha yao hayaendi mbele wala nyuma. Kuna elimu iliyoondoa nje ya eneo walilotakiwa kuwemo. Kuna elimu iliyoingizwa. Sasa elimu ya kwanza ambayo unatakiwa kuilinda sana ni elimu natural, ambayo hiyo ikishaharibika inaharibiwa na elimu ya makuzi. Makuzi yetu yametuharibu wengi. Aidha tumelelewa na watu ambao hawakujua staili za maisha. Wao walitulea katika hofu na mashaka. Nasi tukakuwa kama wao, tukaelewa kama wao, tukaona kama wao, tukasikia kama wao, tukatenda kama wao, tukapoteza tulichopaswa kuwa nacho. Na ndio maana hata hapa kuna vipawa vikubwa mno, lakini huyo mtu aidha anaishi kwa kokota makopo au anaishi kwa mlo mmoja, lakini angelijijua yeye ni mwajiri wa waajiri wengi. Amen. Ndio maana wanawaambia si kila anayekota makopo yeye ni mwokota makopo. Kuna mtu anaokota makopo ukimwangalia unatikisa kichwa, kumbe yeye ni mkurugenzi, kumbe yeye ni meneja, lakini ni mwokota makopo. Wako wengi na wanafikiri hayo ndo maisha yao, lakini hiyo ni kazi ya nani? Ya mtawala. Amen. Au mwenye mamlaka. Anatumia ngazi ya elimu, anatumia teknoloji, anatumia utaalamu wa hali ya juu sana wewe kukuondoa kwenye asili yako. Ili wewe usiwe yule, uwe mwingine. Na ndio maana mko wengi hapa, wewe unavyojiona sivyo ulivyotakiwa kuwa. Ni wengi. Yaani uko hapa lakini level ya maisha ulio nayo sio level ya maisha uliotakiwa kuwa nayo. Kwa nini? Mlango wa elimu umevurugwa. Namba 2, magharibi. Tumeona mashariki ni hewa, magharibi ni ardhi. Kazi ya lango la magharibi ni kutoa urisi au ahadi toka kizazi mpaka kizazi, kwamba ninapozungumza kipawa, matokeo ya kipawa chako ni ahadi ya Mungu ulio nayo. Hakuna mwanadamu yoyote aliyezaliwa na akaishi alizaliwa kwa hasara. Wote waliozaliwa kwa hasara walikufa watoto wachanga. Walikufa wakiwa mimba. Na mimba zao hazikupevuka. Lakini kama umeweza mama na baba wakapambana
mpaka umekuwa, ujue kuna kitu kwenye ulimwengu unatakiwa we ukifanye. Lakini kuna eneo ambalo umezuiwa, na ukitaka kujua hivi Mwanzo 1:26-28 inasema hapa, Biblia inasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, waende wakatawale, waende wakatiishe, wakazae na kuongezeka. Manake hiyo sio kwa fulani, ni kwa kila mtu. Lakini angalia, jamii kubwa inaishi maisha ya shida, jamii ndogo inaishi maisha makubwa. Asili ya mwanadamu yoyote ni udongo. Ndio. Mwanzo 2:7 tusome hapo. Inasemaje? Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Mungu, sisi wote hapa, haijalishi mama zetu walituzaa, asili yetu tumeona vizazi vyote vilikamilika. Hiyo sura ya 2 Mwanzo. Manake wewe na mimi tulikuwepo kabla hatujawepo. Kwamba ndio maana duniani hakuna mwanadamu yoyote anayechagua mzazi. Kama ni hivyo, kama tungekuwa tunachagua wazazi, mimi nakwambia matajiri wote na wenye majina makubwa ndio wangepata watoto. Masikini wasingepata mtoto hata huu. Maana kila mtoto angesema mimi nizaliwe na Bill Gates, mwingine mimi nizaliwe na Elon Musk, mwingine nizaliwe na Mo, mwingine nizaliwe na Balesa, mwingine nizaliwe sina nani. Tungewakataa masikini, wasingepata mtoto hata huyu mmoja. Kwa hiyo wewe unayesalau mzazi wako kwa sababu una akili. Hakuna mzazi, hakuna mtoto yoyote anayechagua mzazi. Wazazi huwa tunachaguliwa na Mungu. Mungu, hata kama mama aliyekuzaa, baba aliyekuzaa ni cha pombe, Mungu alipenda hao wawe wazazi wako. Amen. Wewe unachotakiwa usiangalie mama cha pombe, usiangalie baba cha pombe, angalia Mungu amenileta kufanya nini. Amen. Na ndio maana leo kuna watoto wamezaliwa na makahaba, wamezaliwa na waganga, wamezaliwa na walevi, lakini leo ni watu wakubwa mno, ni watu wa maana sana. Amen. Manake nini? Kuna ujinga tunaodanganywa kwamba eti wewe ukizaliwa na huyo mzazi hata kama mzazi wako yukoje, huyo ni mzazi tu na mibaraka yako. Ndio maana tunaferi, kwa sababu hawa watawala wamezuia tusiwe warisi. Hatuishi urisi wetu, hatuziishi baraka zetu, tunaishi uongo. Na ndio maana umekula keki sana, umeombewa sana, maisha hayajawahi kubadilika mpaka utakapojua maisha ni kanuni, maisha sio miujiza. Maisha ni formula. Nje ya kanuni hakuna. Ndio maana hata darasani wewe unajua, hata hiki vyote, hata nguo tulizovaa ni formula. Ukumpelekea tu fundi kitambaa akalipinda akakwambia kavae, hii ni shati. Hapana, kuna principles za shati, kuna kanuni za shati, kuna kanuni za gauni, kuna kanuni za suruali, kuna kanuni za suti, kuna kanuni za dela, kuna kanuni za kila nguo ya kike na ya kiume. Na ndio maana neno likasema asivae mtu yeyote nguo isiyompasa. Kwa mfano, huwa ndio maana naambia jamani, Biblia inasema hivi, mwanamume asimvae nguo impasayo mwanamke. Ndio. Haikuzungumza habari ya suruali. Acheni mafundisho ya uongo. Kibiblia suruali ni pensi.